Na wasalimu nyote kwa jina la Mungu aliye hai, nikiamini ya kwamba kila mmoja yuko salama kwa utukufu wa Mungu. Nataka kuzungumzia mada inayosema ufunuo wa usihukumu usije ukahukumiwa. Nataka nisome katika mstari hapa katika kitabu cha Mathayo mlango ni wa 7. Nataka nisome pale kuanzia penyewe mpaka mstari wa 6. Nasema hivi: msiwahukumu wengine, msije nanyi mkahukumiwa na Mungu. Kwa maana jinsi mnavyowahukumu wengine, ndivyo nanyi mtakavyohukumiwa, na kipimo kile kile mnachotumia kwa wengine, ndicho Mungu atakachotumia kwenu. Kwani kwa nini wakiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako, na papo hapo huioni boriti iliyoko jichoni mwako? Hiyo ni swali. Au wawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, ngoja ni kuondoe kibanzi jichoni mwako, wakati wewe mwenyewe unayo boriti jichoni mwako? Mnafiki wewe, ondoa kwanza boriti iliyoko jichoni mwako, na hapo ndipo utaona sawasawa kiasi cha kuweza kuondoa kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Bwana asifiwe sana. Ufunuo wa usihukumu usije ukahukumiwa. Ni mzuri sana. Kama uelewi, utajifariji katika dhambi na utatishia watu wasije wakakwambia makosa yako. Kwa sababu mtu akikwambia tu makosa yako, utaanza kumsomea au mstari kama huo, na inapoendelea tena utamuongezea mwingine ya kwamba kwa nini unasumbukana kutoa boriti, kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na unawacha kutoa boriti iliyo ndani ya jicho lako. Nakwambia mtu akikosa na kusomea mistari, aongeze tena aseme ya kwamba na hakuna aliye mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba na sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wako na mistari huko nje bwana, za kuwasaidia waendelee kuogelea katika dhambi. Nakwambia mtu anapokosa na kusomea mstari huu, usihukumu usije ukahukumiwa. Usitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako ukasahau kutoa kwanza boriti liko ndani ya jicho lako. Akakwambia kwamba na sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu na hakuna aliye mtakatifu. Na huyu mtu aongeza sema ya kwamba na hata Daudi alikuwa mtu ambaye Mungu alimpenda na alikuwa amefanya makosa mengi sana. Makosa Daudi alifanya, hakuongezea watumishi wa Mungu wengi waliofanya makosa, Mungu akawasamehe. Ninakwambia utakaa katika dhambi ukiwa na nguvu sana. Lakini sasa swali ni moja. Wakati unasoma hii mistari, unasoma hii mistari ukiwa na nia gani? Lengo lako ni lipi? Ndio mistari umesoma na uko na mistari mingi, hata kuna zingine mingi ambazo hatujasoma. Wewe unajua wakati umeingia katika kutenda dhambi, wakati umekosea, unajua mistari ambazo unaweza somea watu mpaka hata watu wote wakuogope. Kila mtu akae kando, kila mtu aseme huyu mtu tena siwezi hata nikamuongelesha. Mistari za kutishia watu. Na kweli mtu akizisikiza bila ufunuo, bila kuelewa, huyo mtu itakuwa ngumu sana kukuambia makosa yako. Sasa ukweli ni huu: mtu yote ambaye anakosa anafaa kuambiwa makosa. Hiyo ndio jambo la kwanza. Na njia ya kuambiwa makosa, hata Mungu anatuambia kwamba tumwambie kwa upole na tumueleze ukweli na tujihadhari nasi tusije tukarudia yale makosa. Hiyo iko sawa. Lakini hakuna mtu ambaye Mungu anamruhusu anapokosa ajitafutie maandiko
Sikia hii, hakuna mtu ambaye Mungu anaruhusu akuwe ni mtumishi wake mwenyewe, akuwe ni malaika, akuwe ni kiumbe kingine chochote, ya kwamba ukikosa sasa unajitafutia maandiko ya kukusaidia kukita mizizi, kujikinga, ya kukusaidia kutisha watu wasikwambie makosa yako. Hakuna kiumbe chochote kuanzia mbinguni mpaka kuzimu ambacho kiko na uwezo wa kutumia maandiko kukinga dhambi. Hakuna. Ingawaje wengi sasa tunatumia maandiko. Wengi walio katika Injili na hata walio nje ya Injili wanapokosa wanatafuta maandiko ambayo yanawafurahisha, maandiko ambayo wao wenyewe wanataka yatafsiriwe vile wanataka, wenyewe watajitafsiria, wenyewe watasema vile yanasema kwa furaha yao. Basi watakaponena hivyo, kama ulikuwa na jambo la kuwaambia utakosa. Lakini nataka nikuambie ni ngumu. Hautapenya mahali penye niko. Ninataka nikuhakikishie, soma maandiko yote, maliza, kuja na ufunuo wote, we maliza, kuja na kila aina yote ya njia yenye unajua ya kwamba utatumia kuhakikisha ya kwamba unakinga dhambi, lakini usije mahali penye mimi niko. Injili ni tamu wapendwa. Paulo mwenyewe anasema ya kwamba nimepewa mamlaka ya kuhukumu walio ndani ya Kristo. Sikia bwana, sikia maandiko. Sikia kwa maandiko hapa, ndio sasa tunapozoma hii Injili usikuje kusema ya kwamba bwana na mandugu nyinyi siku hizi mmekuwa watu hatari. Sikia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango ni 5. Sikia tu vizuri ile Mungu anasema. Ni pale tunasema mstari wa 12 na 13. Inasema hivi: je, ni shauri langu kuwahukumu walio nje? Hiyo ni swali Paulo anasema. Paulo anauliza watu walio nje, yani hawa ni watu ambao hawajamjua Mungu, watu ambao hawajapata neema ya wokovu bado, hawajapata mwangaza. Wale watu hawajakiri ya kwamba Yesu Kristo ndio mkombozi wa maisha yao bado. Paulo anazungumza, anauliza swali, je, ni hukumu langu mimi kwa hukumu hao? Sasa Paulo anataka kudili sasa na wale ambao tuko kwa Kristo. Sikia wale anauliza, je, 12. Hapa ni Wakorinto wa kwanza mlango ni wa 5 mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Inasema hivi: je, ni shauri langu kuwahukumu watu walio nje? Hiyo ni swali. Hao Mungu atawahukumu. Hiyo ni kazi ya Mungu, because bado hawajapata hii neema. Aya, je, nyinyi hamupaswi kuwahukumu walio katika jamii yenu nyinyi wenyewe? Sasa hapa Paulo anasema wewe hauwezi ukahukumu mtu aliokoka, amefanya makosa. Nini kinakuzuia? Hata kama ni papa, nini kinakuzuia? Hata kama ni mwinjilisti, mtume, nabii, mchungaji, huyu mtu hata akiwa ni mwanajeshi kiasi gani, polisi, huyu mtu akiwa rais, mfalme, lakini ameokoka na umeona amefanya makosa, hakuna makosa ya kuhukumu huyo mtu, ya kusema kwamba hafai kuhukumiwa. Lazima ahukumiwa, aelezwe. Hapa kuhukumiwa sio kumchekelea, na vile nilisema jana, hapa ni huyu mtu aelezwe makosa yenye ameyatenda. Ufunuo sasa sio kuchekelea mtu na kuweka vitina kwa huyo mtu na kumtakia akufe angamie. Hapa kuhukumu huyu mtu ni kumwambia, ndugu, usherati wenye umefanya ni dhambi, wizi wenye umetenda ni makosa, ukabila, magombano, kuenda kwa mganga kwenye umeenda, hapo umekosea. Hiyo ndio kuhukumu. Sasa hapa Paulo anasema, akimaliza akisema hivi, mfukuzeni mbali nanyi mtu muovu. Paulo anazungumza kwamba mtu aliyeokoka akifanya makosa anaelezwa. Ndio maana watu kama wakina Isaya, Ezekieli, Yeremia, watu wakina Elia walitumwa. Hawa ni mitume, hawa ni manabii, wachungaji, walimu, watumishi wa Mungu waliookoka. Walikuwa wanatumwa kwa watu wote, waliookoka na hata wasiookoka. Lakini waliookoka walikuwa wanahukumu. Paulo anasema kwamba ninafaa kuwahukumu watu waliookoka na wametenda dhambi. Lazima niwaambie
na hata wenye hawajaokoka pia msijifariji mkapiga makofi mkasema shangwe na haleluya, sasa sisi hatutaguzwa. Tunawaambia. Ndio maana hao manabii walikuwa wanatuma hata mpaka kwa wafalme, walikuwa wanatuma mpaka kwa wanajeshi, mpaka kwa maaskari, walikuwa wanatuma kwa waganga, kwa magaidi, materrorist. Unacheza wewe. Lakini wanaambiwa ya kwamba lazima muambie hawa watu ukweli. Lakini watu walikuwa wanakuja na mistari kama hizi, usihukumu usije ukahukumiwa. Hakuna aliye mtakatifu. Watu walikuja bwana mistari. Hata Yesu mwenyewe walipompelekea mwanamke mzinzi aliwauliza, kama hujawahi tenda dhambi ukuwe wa kwanza. Lakini watu wakikosa, mnatoa ngapi mistari za kujifariji? Wapendwa, kwa nini uwezi kosa tu na ukubali makosa haya ni ya ukweli? Kweli uwezi jidanganya. Ukweli, mtu uwezi kosa na Mungu akwambia hii ni makosa, alafu unataka kudisapprove Mungu, unataka kukanusha Mungu ya kwamba yale anakuambia ni upumbavu. Wewe uliza Yona. Tafuta watu wakina Nebukadneza watakueleza wewe bwana. Tafuta Herode, Ahabu. Tafuta wale wanajeshi walioendea bwana nabii wakaanza kumtishia. My friend, walilambwa. Tafuta watu kama hao wakupatia ushuhuda wa Mungu ni nani. So watu walio ndani ya Kristo, muachane na mistari, mpunguze maneno mengi. Wakati mmekosa mkubali. Mimi chenye nilisema ni kitu kimoja. Kitu ya kwanza, mtu anapokosa Mungu mwenyewe huwa anaambia huyo mtu. Hiyo ni kitu nafaa kujua. Before Mungu atumie huyo mtu, Mungu huwa anazungumzia huyo mtu. Ni vile huyo mtu anakuanga muasi. Ukiona Mungu umefanya makosa, unaanza kutumiwa mpaka watu wanakuja kukuambia, unakuanga Mungu amekuambia, sasa umekuwa muasi, umekataa. Ndio Mungu anaamua tena atumie mtu mwingine. Si ya kwamba atamshindwa, hapana. Lakini mtu akikosa, hata ile dhambi ambayo umefanya, hakuna mtu anajua. Mke wako hajui, mume wako hajui, polisi hawajajua, serikali haijatambua, marafiki, majirani. Kuna kitu umefanya afiche, hakuna mtu anajua, wewe mwenyewe ndio unajua. Usijipige kifua ya kwamba hakuna mtu anajua. Hapana, tayari Mungu ameshakuonya ya kwamba kile kitu ambacho umefanya ni makosa. So tubu. Usingojee tena watu wakutumie mtume, wanitume mimi mwinjilisti, mchungaji, nabii akuja. Hapana, tafadhali. Mungu unapokosa, yeye mwenyewe anakuzungumzia. Unapojifanya kuwa mjeuri, atachukua hatua tena ya kukuja kupitia kwa mtu mwingine kukuongelesha wewe. So, unapoona mtu amekosa na anaanza kutumiwa watu wanaanza kumwambia makosa yake, si ya kwamba tu mtu anakuanga Mungu hajaongea naye. Ameongea naye, lakini amejifanya mjuaji. Huyu mtu amejifanya mjua yote. Huyu mtu amejifanya yeye ndio kila kitu. Andiko linatuambia unapokosa, mimi niliamua kitu moja. Mimi nikikosa, hata nione mtu anakuja kunifariji, kwa sababu mimi nimewahi kosa na hata huwa nakosa. Lakini ninapoona mtu ambaye anakuja kunifariji katika dhambi, ninajua huyu mtu ni mkora huyu. Kwa sababu mimi mwenyewe ninajua yenye nimefanya, nimekosa, niko upande ya Mungu bwana. Sasa hakuna vile aje unaweza kuja kunifariji mimi katika dhambi na nikuruhusu. Nitajua tu kwamba hiyo ni uoga, ama tu ni jambo la kujipendekeza, ama ni aibu, ama ni uoga fulani ambao umekuingia, hautaki kuniambia ukweli. Lakini siwezi kufuata mambo yako, because mimi ninajua nimekosea. Niko na Mungu, niliamua kufuata Mungu. So Mungu amekutuma ukuje uniambie makosa yangu. Umeona kwamba nimekusaidia kwa kitu fulani, maybe mimi ni mwajiri wako, ama mimi ni Mungu amenitumia kwa kiwango fulani kwa maisha yako, nikakusaidia. Sasa unawacha kuzungumza ukweli, unaanza kuangalia misaada. Wapendwa, hapana. Tueleze tu watu ukweli. Kila mtu aeleze ukweli na akubali. Unapoeleza ukweli, mimi ninapoeleza ukweli kwanza huwa nafurahia. Hakuna kitu kinanifurahisha mtu akinikujia direct na aniambie ukweli, sio mambo ya vitina, aniambie tu ukweli, sio mawazo yake. Wale watu ambao wamewahi kuja kuniambia ukweli, ndio waulize. Niliinua mikono haraka, nilisarenda na nikawaambia kwamba hiyo mambo mmesema ni ukweli, na nikawashukuru na nikawaambia ni ukweli, na muendelee kuambia watu wengine. Si kwanza kuwatishia, mimi ni mpaka wa mafuta wa Mungu, mimi ni mtume wa Mungu, mimi sijui ni mwinjilisti, nikaanza kuwatishia sijui mimi ni nani. Hakuna mtu ambaye hatendi dhambi. Hapana, nilikubali dawa ya dhambi
ni kukubali makosa yako. Hiyo ndio vile mimi huwa nafanya. Na usikuje kunifariji tafadhali, na wasihi mtu yote asiwahi kuja kwa maisha yangu kunifariji wakati nimekosa. Niambie makosa kulingana na vile Mungu amekutuma. Kuna mwelekeo Mungu amekuambia nifikie, mimi nitashukuru sana, hata utashangaa. Lakini ukikuja na mawazo yako na ukora hapo napo tunaona utaona kivumbi, hata utalaani siku uliyozaliwa, kwa sababu ukora nao kwa Injili hiyo ni kitu nilifuta. Wakati nilifuata Yesu nikasema nimeamua wache nimtumikie Yesu, hakuna ukora. Ndio maana mtu mkora hawezi kupenya ni ngumu sana upenye na ukora mahali penye niko. Ninakwambia utafuta watu watakueleza, sio kujivuna, watakueleza. Ni ngumu. Unaweza penya leo ukajipiga kifua, siku ya pili ya tatu. Lakini mpendwa, mimi niliamua kutumikia Mungu. Kama mimi mwenyewe siwezi nikajifariji katika dhambi, na siwezi nikaruhusu mtu anifariji, ole wako wewe ambao unataka kuja kunifariji, unataka kuja kujipendekeza kwangu. Tafadhali wapendwa, tunapokosa watu walio katika Mungu, tukubali turekebishwe. Tuachane na mistari, tuachane na ufunuo wa uongo wa kukinga makosa yetu. Hapo tutapona. Lakini tunapokataa tutaangamia. Na wakati pia tunarekebisha mtu, tutumie njia safi. Na tutakie ule mtu kufaulu. Tusaidie huyo mtu atoke katika ile shida kwa ndani, akuje akuwe sawa. Sio kumtakia aanguke, sio kumtakia ashindwe afe. Sasa ikawa ndio jambo letu la kujivunia. Wapendwa, hapana. Wapendwa, tufanye mzuri. Unapoona makosa yametendeka mahali, sio jukumu lako la kufurahia makosa yale yaendelee kutendeka, sasa ikawa ndio ushuhuda yako. Hapana. Wapendwa, hapo watu ambao tumeokoka tunakosa. Wakati umeona kanisa fulani limeanguka, wakati unaona watumishi fulani wameenda vibaya, wameanguka, hakuna haja kuwachekelea, ni kuwasaidia, kuwaendea na kuambia ndugu, hapa na hapa mrekebishe. Lakini kuenda kuwasengenya kwa manyumba, kuenda kuwaongelea kwa watu, kuenda kutoa ushuhuda ukiwachekelea, sio mafundisho. Mpendwa, hiyo ndio tabia iko katika Ukristo. Na hapo ndipo tunakosea, na lazima tutarekebisha. Hakuna mjadala. Injili hiyo unapoipata, hii haina mjadala. Makosa yakikupata ni kutubu. Ukuwe wewe ni nani, wewe kubali makosa. Na usijaribu kufarijiwa na mtu yeyote. Tafadhali ninakusihi tu katika jina la Yesu. Paulo amesema ya kwamba walio nje Yesu mwenyewe atawahukumu, kwa sababu bado hawajapata mwangaza. Lakini wewe, tumepewa nguvu za kuhukumu walio ndani ya Kristo. Usianze kubweka hapa na kutishia watu ya kwamba tusiwahukumu. Na kuna njia ya kuhukumu mtu, ni kumweleza makosa yake na kutakia ule mtu atoke katika yale makosa, aanze kutenda mema, apone. Ukiona mtu aliyekuwa mwema amekosea, Mungu anasema nini? Muendee umwambie makosa yake, na ule mtu utakuwa umemsaidia, amepona. Usimtakie kukufa, usimulaani, usimuchekelee. Isikuwe sasa ndio ushuhuda wako na ndio masengenyo yako kila mahali penye unaenda. Takia ule mtu mema badilike. Bwana. Ndugu zangu, tafadhali, dada zangu, ninawasihi tu Bwana, tukawe watu wenye nia safi. Mioyo zetu zikawe safi. Wapendwa, kuna vitu ambao tunafanya katika Ukristo, hata kweli mtu aliye nje akiviona anasema hata hawezi kuja kwa Ukristo. Na wale walio nje pia nyinyi mkubali mnaporekebishwa. Wakati mnaporekebishwa, msianze kutuambia kwamba hata nyinyi wenyewe hamujakamilika. Sasa mnaanza kututolea mistari za vitisho. Uwezi kutoa kibanzi katika macho ya mwenzako na boriti wewe mwenyewe umeshindwa. Sasa mnaanza kutishia mtu ya kwamba mtu kama ametumwa na Mungu akuja aambie makahaba ni ukahaba ni mbaya, kwa sababu yeye pia anahusika katika ukahaba. Sasa huyo mtu asikuje kuambia, mimi nitakuja kuwaambia. Mimi hata kama ni mwizi, sitakosa kuhubiria wezi ya kwamba wezi ni mbaya. Nitakuja kuwaambia wezi ni mbaya. Hata mwanze kuniambia na wewe mwenyewe kwanza usiachane na wizi. Tafuteni mahali mtatishia Bwana watu wengine, lakini sio mimi. Injili ambayo nimepewa, sijapewa injili ya kujifariji. Sijapewa injili ya kuhukumu wengine na kuwachekelea wakufa katika dhambi. Nimepewa injili ya ukombozi. Watu wote wakaokoke, wakuja katika injili, wakae katika utakatifu, wafurahie maisha. Hiyo ndio injili nimepewa. Sio injili ya kuchekelea watu na kutaka watu wakufe ndio nitoe ushuhuda na kufurahia. Hiyo sio kazi ambayo mimi nimepewa. Nimepewa kuwa mkombozi wa dunia yote.
Ndio maana nasimama na kulainisha injili yote katika dunia mzima. Silainishi katika nchi ambayo ninakaa hapa Kenya. Ninalainisha injili kila kona ya dunia. Hivyo ndivyo ni Mungu alivyoniagiza na ninafurahia. So watu ambao Mungu mwenyewe anasema katika Biblia kwamba hao Mafarisayo na Masadukayo, hao ndio watu ambao wamepewa hii sheria, wanaitafakari vizuri sana, wanajua kufundisha, lakini wenyewe hawatendi vile hiyo sheria inasema. Mungu anasema nini? Waachaneni na vile wanasema na vile wanatenda upande wao, lakini fuateni vile wanasema. Kuna mtu atakuwa mwizi na atakuhubiria wizi ni mbaya, fuata. Mradi amesema ukweli, shida ni nini? Mtu atakuwa ni mganga, Mungu atamtumia sema uganga ni mbaya. Mtu atakuwa mlevi, atasema ulevi ni mbaya. Mtu atakuwa msherati, atakwambia usherati ni mbaya. Na yeye baada ya kukatika usherati, usianze kuinuka pale na mezari zako ya kwamba toa kwanza boriti lililo ndani ya jicho lako ndio ukuje utoe kibanzi katika macho yangu. Peleka huko ujinga. Hiyo hatutakubali bwana. Ukisikia tumekuambia ukweli, hata kama sisi wenyewe kwanza hatutendi, kubaliana hiyo ukweli. Pana kwanza kujifariji hapa na kutishia watu na mistari na ufunuo bila kuelewa maandiko. Hapa tunafundisha injili na hatufundishi injili ya kufariji watu. Tunafundisha injili vile Mungu anataka itusaidie sisi wenyewe, wenye Mungu anatumia kufundisha, na wewe mwenye ukapo na ipo ipokea na kwenda kufundisha wengine. Kwa sababu watu wametumia huo mstari kama huo, wachana kuja kutoa kibanzi katika macho yangu, toa kwanza boriti. So, unapata mtu Mungu amemtuma aambie watu makosa yao, na hata unapata huyo mtu yale makosa ambayo anaambia watu hata yeye mwenyewe huwa anayatenda. Mungu anataka hata huyo mtu mwenyewe apate ule ujumbe, kwa sababu injili ni upanga unaokata kuwili. Sasa huyu mtu anapokuja kukuambia ukweli, anakuja kukufundisha mambo ya ndoa, vile unafaa ukae katika ndoa, kwa sababu alioa bibi ya kwanza akaenda, wa pili akaenda, watatu akaenda, sasa katika ndoa ya nne unaanza kumwambia kwanza wewe mwenyewe utengeneza maisha yako ya ndoa. Na ule mtu amekwambia ukweli ya kwamba uzinzi ni mbaya, uasherati ni mbaya, amekwambia masengenyo na wivu ni mbaya, alafu anaanza kumwambia wewe mwenyewe pia ende uangalie upande yako ndio kuja uniambie, ende uanze mazana uzinzi yako. Nikikupata utajua mahali penye utatoroka katika hii dunia. Hapa tunataka mtu unaposikia ukweli, kwanza wachana kuangalia nani anasema, sikia ukweli, fuata ukweli, wachana na mtu. Yesu mwenyewe alisema kwamba muwasikize vile wanawaambia, matendo yao wakiwaambia wamsikunywe pombe na wao wenyewe wanaenda na kunywa, wachaneni na vile wanakunywa, fuateni vile wamewaambia. Kweli pombe ni mbaya, na hivyo ndivyo mimi nimesema. Sio hapana kuanza kutishia watu hapa na ufunuo ambao hauelewi. So hata wale walio nje ya injili, mnaposikia injili inakuja na kuwachonga, msianze kujibatiza katika injili na kujifariji na kujificha ndani na kujikinga na kusema tumepona. Sasa sisi hatuko hapo. Paulo alikuwa anaambia waliookoka. Hapana, hiyo sio injili bwana. Injili ilikuwa ni ya watu wote. Kila mtu akaweze kuweka sawa sawa. Kila mtu akanyoroshwe. Mimi ambao naleta injili hii inaninyorosha. Ndio maana nimekuambia ni upanga unaokata kuwili. Unakata anayeleta ujumbe na anayesikia. Sasa sisi wote tuko katika hii injili itusaidie. Ndio maana injili ni shule. Inasaidia kila mtu, na hakuna mtu amehitimu kusema ya kwamba sasa amefaulu, yeye amekamilika 100%. Hapana, kila siku tunaendelea kufundishwa, tunaendelea kuchongwa na kutengeneza tukae vyombo ambavyo Mungu mwenyewe anataka. Hii ndio injili wapendwa. So kuhukumu watu, tumepewa mamlaka ya kuhukumu watu, na nimekuambia kuhukumu watu ni kuambia makosa kama wameyatenda katika njia inayostahili, nao wakubali. Tusiwafariji, tusiwabembeleze, tusiwaogope, tusiaibike katika hali yoyote kueleza hawa watu ukweli, na tusiangalie vyoo vyao. Hakuna kitu tunafaa tuangalie wakati wa ukweli, tutakuambia tu. Lakini ukianza kuangalia cheo, uanze kuangalia miaka, sijui uangalie tajiri yako. Wapendwa bwana, wafanyakazi muelezeni matajiri ukweli. Mwanze kusema hata hao ni mabosi wetu hawafai kuambia ukweli. Na matajiri pia nyinyi mkuwe watu wa kusikia ukweli hata kutoka kwa wafanyakazi wanapowaambia kama ni ukweli. Rais, sikia pia maoni ya wale watu ambao wanaongoza, watu ambao ni wananchi, sikia maoni yao hata kama wewe ni rais. Wanajeshi, msikie pia maoni ya watu wengine. Mapolisi tafadhali, na wasihi tu,
wapelelezi, sikizeni pia maoni ya watu wengine. Lakini mkijifanya kwamba nyinyi ni alfa na omega mtaangamia. Mimi nakwambia, katika hii dunia usiwahi fika mahali ukajiweka katika nafasi ya Mungu. Hata kama uko na cheo fulani ukafikiria kwamba hicho cheo kimekufanya sasa wewe huwezi fikiwa. My friend, uuliza Farao, alifikiwa na nzige alifikiwa na chura, alifikiwa na vitu katika pale za vitu ambavyo hata vilishindwa, wanajeshi vile vilipenya hapo ndani. So kuwa makinifu na kusihi tu, unapopata ujumbe kubaliana nao. Wachana kuangalia cheo chako, wachana na miaka zako, muradi ujumbe ule ni wa ukweli. Kubaliana na ufurahie, na unaporekebisha furahia. Hata shukuru yule mtu ambaye amekuletea ujumbe kwa kurekebisha. Shukuru, mshukuru. Mimi huwa nafurahia sana mtu ambaye ananikujia na kuniambia ukweli. Mara moja nitamshukuru, hata nitamuombea Mungu aendelee kumuhifadhi, kwa sababu katika hii dunia kupata watu ambao wanakuambia ukweli ni wachache. Ukipata hata mmoja, tunza ule mtu, shukuru. Watu wengi ni wanafiki, ni wakora, hawezi kuambia ukweli. Chenye wanakuambia ukiwa nao ni tofauti na chenye wataenda kusema wakiwa na watu wengine. Mimi chenye nakuambia nikiwa na wewe nitasema hiyo, nikienda mahali pengine nitasema tu hiyo. Siwezi kubadilisha kufurahisha watu, hapana. Hivyo ndio nilifundishwa hii kazi, na nikafundishwa bure. Sijaenda theology nijivune ya kwamba nilienda nikafundishwa, hapana. Nimefundishwa hii kazi na Mungu mwenyewe tangu aliponiokoa 2009 mpaka sasa, na bado niko katika darasa. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kujivuna ya kwamba amenifundisha, hapana. Nimekuwa nikufundishwa na Mungu akitumia vyombo vyake. So siwezi anza kusema ya kwamba ati ni masomo ya teolojia ndio imenisaidia, ama nimeenda mahali nikahitimu na nguvu zangu, ama ni kitu fulani nimefanya, nilizaliwa katika familia ya utumishi, mara nilikuwa natembea na pastor. Hapana, hii vitu yote nilipewa bure. So nataka kumaliza ujumbe nikisema hivi, tafadhali, mtu akifanya makosa ahukumiwe. Kama serikali yenyewe ukifanya makosa inakuhukumu serikali tu inakuhukumu. Mungu naye, je, watumishi wa Mungu kama jaji anapewa mamlaka kuhukumu mtu, anakaa kwa jela miaka 9, miaka 10, anakaa kwa jela mpaka siku ya kufa. Sasa mtumishi wa Mungu, mimi apostle, mimi evangelist, mimi pastor, mimi ninyimwe mamlaka kuhukumu mtu? Jaji ambao ni mwizi mulevi, msherati, ako na hiyo mamlaka, anahukumu mtu na inabaki hivyo. Mimi mtumishi wa Mungu nikose kuhukumu watu, alafu nikianza kuhukumu mnaanza kunitishia tunitoe kwanza boriti ndani ya macho yangu? Tafuteni ujinga mahali mnapeleka bwana. Hapa tunahubiri injili na ufunuo, hatuhubiri injili na masomo na kujigamba bwana. Hapa tunahubiri injili na ufunuo, mwenye injili ndiye anaileta kupitia kwetu, na tunakubali tufundishwe. Tuko katika darasa bwana. So wale ambao mmekuwa na mistari za kujifariji katika dhambi na kusema ya kwamba msihukumiwe, kile ambacho nataka nimalize nacho niseme ni hiki. Mungu anaposema ya kwamba usihukumu na usije ukahukumiwa, ni ile hali ya kuchekelea mtu anapotenda dhambi. Haumsaidii, ni kumtangaza, kumsengenya, kumchekelea. Kila mahali penye unaenda ni kuongelea kwa huyo mtu na haujamsaidia. Hiyo ndio kuhukumu, kwa sababu hakuna faida yote ambayo unaleta kusaidia ule mtu aliye katika dhambi akuje katika utakatifu. Ndio maana Mungu akasema vile unafanya hivi, hata wewe pia itakapokupata hivyo ndio pia itakutendekea. Hiyo ndio injili sasa. Na hapo ndio tumefikia na injili, bila kubembeleza rais, bila kubembeleza polisi na mwanajeshi, bila kubembeleza mchungaji na apostol na askofu na papa. Hatubembelezi mtu yote, akuwe padiri hatutambembeleza, akuwe ni mzazi, akuwe ni babu, akuwe ni shosho, tutamwambia ukweli ili dunia hii ipone. So mtu anapofanya makosa hukumiwa. Hata katika familia hizi zetu mtu anahukumiwa anapofanya makosa, na hata mengine makosa ya uongo na anahukumiwa kwa hiyo makosa. So watumishi wa Mungu wanaposimama na kurekebisha vitu, watu wanaanza kubweka, msituambie nyinyi wenyewe hizo vitu zimewashinda. My friend, mimi nitakuhubiria injili. Usianze kuniambia kwamba na mke wako naye anafanya nini, watoto wako. My friend, au wanapata injili. Mimi sihubiri injili nikubembeleza mke na watoto, na sihubiri injili nikubembeleza. Kama mimi mwenyewe sijibembelezi, nabembeleza mke wa nini? Nitabembeleza mtoto wa nini? Nitabembeleza mama yangu kwa sababu gani? Nitabembeleza rais kwa sababu gani? Wapendwa, kama mimi mwenyewe siwezi nikajibembeleza kwa injili,
ninajilainisha, inanisaidia. Sasa nifike kwako niwache kukwambia ukweli ati kwa sababu uko na silaha hapo, ama kwa sababu umesoma, ama kwa sababu uko na nini yenye itanizuia nikose kukwambia ukweli. Hiyo ndio kitu inanishangaza. Ni kitu gani hii yenye uko nayo itanifanya nikose kukwambia ukweli? Ni nini hii? Ai bwana, katika hii dunia kuna hata kuanzia mbinguni mpaka chini, kama ni malaika ninawaambia ukweli. Sasa wewe ni nani? Jini naye inakuwa mzuri. So tuelewe ufunuo wapendwa, na tukubali kufundishwa na neno la Mungu, na wakati neno hilo limetupata tushukuru. Hata wale watu ambao Mungu amewatumia kuja kutukemea, kuja kuturekebisha, hata tuwaombee waishi kwa muda tena, ili waendelee kutumika hata kwa wengine, na sisi pia turekebishe kania safi, na tuwabariki wale ambao wanakuja kutuambia ukweli. Ujumbe huu unaweka katika mitandao mitatu. Katika mtandao wa YouTube, huu ujumbe unaweka katika channel ambayo imeandikishwa kwa jina Believe and Obey the Only True God. Hiyo ni YouTube. Facebook hapa channel ni moja, Believe Obey. TikTok channel ni moja pale. Mahubiri haya yanawekwa Believe and Obey Jesus Only. Ukiingia katika hizi mitandao, ninakwambia kwamba sio lazima usubscribe. Siko na haja na subscribing. Niko na haja na wewe kupata ujumbe huu na kuuamini na kuufanyia kazi, na ukikubariki kuchukua ujumbe huu na kupeana kwa mwingine. Kama Mungu atakuongoza usubscribe ni sawa. Kama Mungu atakuongoza ufanye kitu yoyote, ni yeye mwenyewe, lakini sio mimi na mawazo yangu. Atunataka nikuwe na subscribers na viewers wengi ndio nipate kwamba mimi niko sijui mbele. Hiyo sio jukumu langu hapa. Sifanyi injili kama hiyo mimi siko hapa afuta viewers na subscribers. Niko hapa afuta wasikilizaji, watenda kazi. Mungu anasema ya kwamba na baba yangu na mama yangu ni hawa wenye wako hapa kanisani. Aliambia hivyo walipomletea ripoti ya kwamba mama yako na ndugu zako wako hapo nje wanakuita. Yesu akawajibu, ndugu yangu, mama yangu, anko yangu, kila kitu yangu ni hawa wenye wako hapa ndani. Na tena si wote, wenye wako hapa ndani na wenye wanasikia yenye nawaambia na kutenda. Mimi niko na haja na ule mtu ambaye anasikia injili na kuifuata na kuiamini na kupeana kwa mwingine. Kama ataamua kusubscribe ni sawa, asiposubscribe sina shida, mradi tu anasikiza injili hii na kuiamini na kuitendea kazi na kupeana kwa mwingine ikamsaidie. Hiyo mimi nitaona kwamba Mungu akubariki kwa kufanya hivyo. Mengine ambayo Mungu atataka kukwambia ufanye, hiyo ni jukumu lako. Sitaki nikwambia kwamba tuma sadaka, sijui mimi ni mtumishi wa Mungu, injili hii inafaa iendeshwe na sadaka. Wapendwa, hiyo sio kazi yangu. Mungu akikuongelesha cha kufanya juu ya maisha yangu, wewe amuka tu. Lakini usingoje nianze kukuja hapa na ukora na utapeli, uganga na ufrimaso na Illuminati ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimepanda ya roho, sasa nataka ya mwili. Sitaki nikuja hapa hii injili yenye nahubiri hapa lazima uisupport ndio isonge mbele. Hapana. Bwana, huyu Mungu ambao tunasikia mtu anaitwa Mungu, ukisikia kitu inaitwa Mungu, sio mchezo, sio mwanadamu. So Mungu chenye atakuongoza ndio chenye unafanya, lakini sio mimi na mawazo yangu, unless Mungu akuwa ameniambia. Na Mungu akiniambia kitu chochote ndio nitakwambia. Sitakangi kuongea vitu za msisimuko kutoka katika moyo wangu na akili zangu, vitu ambavyo havina mwelekeo, vitu ambavyo Mungu hajanituma. Mwenyewe nimejituma kujifurahisha. Hiyo sio kazi yangu. So Mungu awatende wema wenye umepata ujumbe. Mungu awabariki. Kila mtu Mungu akutana na mahitaji yake ya mwili pamoja na ya roho, na zaidi ya yote tuendelee kuwa watiifu na kunyenyekea katika neno la Mungu, na Mungu awatende mema. Amen.